ama mila zetu au tamaduni zetu, kwamba katika jamii leo hii fisadi anaonekana ni mtu wa kawaida sana kuliko pengine labda amnavyoweza kuonekana labda shoga au mwizi wa kuku. Yaani fisadi anaonekana ni mtu wa kawaida sana, na pengine jamii inaweza ikamtumia fisadi yule yule kumhukumu huyu shoga na kumhukumu huyu mwizi wa kuku. Yaani jamii inaweza ikamuita fisadi akawa ndiye mtu wa hukumu katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa nguvu inayotumika kukanya matatizo mengine yanayowagusa watu moja kwa moja kama labda vibaka, wezi na watu wengine wa namna hiyo. Unajiuliza, tunajenga hoja kwamba vipi kama jamii kama inavyokerwa na mwizi wa kuku, inavyokerwa na huyu shoga au inavyokerwa na watu wa namna hiyo wasiokuwa waadilifu katika jamii. Yaani jinsi jamii inavyojilinda dhidi ya ushoga, inavyojilinda dhidi ya watu wa namna hiyo. Wakati mwingine nafikia sehemu hadi najichukulia sheria mkononi kuadhibu au kuadhibiti hao watu. Unachukua tu hoja ya kawaida kwamba vipi jamii ingelikuwa inamchukia kwa namna hiyo hiyo mla rushwa na fisadi. Yaani tungelikuwa tunawatambua na mafisadi kama tunavyowatambua wezi, tunavyowatambua vijana vibaka, tungekuwa tunaweza kuwatambua hivyo hivyo mafisadi na wala rushwa, na tukawabagua kama tunavyowabagua watu wengine. Pengine huwa najaribu tu kuwaza kwamba tungelikuwa na jamii bora sana, na pengine labda Afrika ingelikuwa ni mahala bora sana kuishi duniani kuliko sehemu nyingine yoyote ile. Lakini sasa tofauti inakuja nini? Kwamba dini zetu na jamii yetu imekosa nguvu kabisa dhidi ya watu wa namna hiyo. Wakati mwingine sisemi kwa ubaya, lakini ni rahisi sana kumkuta fisadi au mla rushwa anajulikana na kila mtu, kwamba anajulikana, bwana, huyu mtu fulani ni kiongozi fulani, huyu labda ndiye mshiriki wa wizi wa fedha fulani, na ni mtu huyo ukakuta kanisani ametoa kiti cha mbele kwa ajili ya harambee na ujenzi wa kanisa na vitu kama hivyo. Kwa kwenye matukio ya kiroho ni watu wanaopewa kipaumbele sana, na ni kanisa hilo hilo lililomwalika huyu ufisadi au mla rushwa likampa kipaumbele kikubwa na likamheshimisha. Ni kanisa hilo hilo unaweza kukuta linamjadili binti aliyevaa nguo fupi au kijana aliyeonekana uchochoroni akivuta sigara, likamjadili na likamtenga, na ikiwezekana linamsimamisha hata kwaya. Kama ni mwanakwaya anasimamishwa hadi kwaya, kwa bwana, wewe kuanzia leo, unamwona hata mchungaji amechukua hatua kwamba kuanzia leo wewe tumekusimamisha kwaya, hauwezi ukashiriki tena, anavuliwa ule ushirika. Kwa nini? Kwa sababu ameliaibisha kanisa. Kwa nini ameliaibisha kanisa? Amethibitika au imesikika ni mzinzi, au imesikika labda ni aliwahi kuonekana bana kunywa pombe akasimamishwa. Lakini mchungaji huyo huyo mwenye energy ya namna hiyo hiyo aliyemsimamisha huyu binti mwenye nguo fupi au mzinzi au huyu kijana aliyeonekana labda anakunywa pombe akasimamishwa katika huduma, ni mchungaji huyo huyo. Huwezi kumsikia hata siku moja amesimama kanisani akasema kuanzia leo mtu fulani na kusimamishia huduma kwa sababu inasemekana kwenye labda skendo fulani labda ya escrow au skendo fulani ya wizi au ufujaji wa mali za umma au kwenye ripoti ya CAG umesomeka kuwa na wewe ni miongoni mwa wahusika. Huwezi kusikia. Ila zaidi utamwona mchungaji anamtumia labda barua ya maombi kwa ajili ya ununuzi wa bati na misumari ya ujenzi wa kanisa. Kwa hiyo ninajaribu kujenga hii hoja kwamba sijengi hii hoja kusema mtu au kusema dini ya mtu. Pengine dini zote zipo hivyo. Kwa nini? Pengine labda tumeasiliwa zaidi, yani tumeshindwa kuwa wakweli katika maandiko. Tumekuwa wakweli katika mila zetu. Kwa sababu ni kweli kwamba katika mila zetu na desturi zetu, pengine hawa wadhambi wadogo wadogo, mimi napenda kuita wadhambi wadogo, hawa vibaka na nini, hawa wapolaji wetu kwenye jamii, mila zetu ni rahisi kuwaona, lakini mila zetu zimekuwa ngumu kumuona fisadi au mla rushwa. Labda pengine kwa wakati mila zetu zinatungwa na desturi zetu, tulikuwa tuna uchumi wa fedha. Kwa hiyo sisi kutengeneza mila inayoweza kailinda fedha na ikamdhibiti mtu anayefuja fedha ya wengine, basi labda mila zetu haziongelewi. Lakini vipi kuhusu maandiko? Yanasemaje kuhusu watu hao? Yanakanya. Lakini je, ipi nafasi ya kanisa juu ya watu hao? Unakuja kugundua kwamba kanisa halina nguvu dhidi ya watu wenye uchumi. Hilo ni kanisa la Afrika. Kanisa la Afrika, mtu mwenye uchumi linamuogopa sana. Yaani mtu mwenye uchumi kanisa la Afrika anaweza akabadilisha hata ratiba ya maombi na ratiba ya ibada, kwa sababu kabla yeye hajafika inabidi msianze kwanza pale ibada, inabidi watu fulani wawepo pale kanisani. Hiyo ndo kanisa la Afrika. Na ndio maana unaweza kuona kwamba uadilifu hata kwa viongozi wetu, kwa sababu viongozi ni watu ambao wanasimamia tu uchumi na matumizi yake. Unaweza kuona kwamba hata uadilifu wa viongozi wetu ni mdogo
kwa sababu pengine wale waliopaswa kuwapigia kelele wamewaogopa na pengine wamekuwa ni miungu wao. Ni ngumu ni viongozi wachache sana wa dini, hasa zile labda dini ambazo madhehebu yaliyojikwisha jitosheleza kiuchumi, yana nguvu binafsi ambayo haitegemei sana mtu. Hao ndio unaweza kuona wakikanya na wakimsema mtu. Lakini haya madhehebu mengine ambao bado yanategemea, au watumishi wa Mungu ambao bado wanategemea watu katika kujijenga, bado kuna hiyo hofu ya kubagua watu. Bado kuna vipaumbele. Kuna sehemu, sisemi kwa ubaya, lakini kuna mahala kwenye nyumba za ibada ukifika, uwezekano kuna baadhi hata ya vitu upaswi kuvikalia kabisa. Na uwezekano hata ukutana na mtumishi wa Mungu pale, labda unaweza kusema na shida na mchungaji, nataka nimuone. Inaweza isiwe rahisi wewe kumuona, kwa sababu kwanza wataona jinsi tu ulivyo, wanajua huyu hana uchumi. Kwa hiyo unaonekana tu ni mzigo. Ila kuna watu wakifika mahala pale ni rahisi kumuona huyo mchungaji. Ni rahisi sana kumuona. Sasa nilikuwa najaribu kutafakari kwamba ina maana fisadi Afrika, kuwa fisadi Afrika wala sio dhambi kwa Afrika. Wala sio dhambi. Na nguvu ambayo jamii inaitumia kushughulika na watu wa kawaida, ingelikuwa hiyo jamii ina hiyo power zidi ya hawa mafisadi, kwa sababu tunaishi nao kwenye jamii zetu na tunawajua. Kwa sababu unamwona hata mtu tunajua hadi tunasema huyu jamaa kanunua ile gari, jamaa si ndio yule mwizi wa hela fulani halmashauri pale, kale mradi fulani halmashauri si ameiba yeye bwana. Lakini mtu huyo wakati kanisa litakapotaka kujengwa, utaona anaandikiwa barua kama mgeni rasmi aje ajenge. Kanisa likitambua ni fisadi na linajua sasa tunakuja kujengwa kwa fedha ya fisadi. Kwa hiyo ndipo unaweza kuona kwamba nyumba zetu za ibada zinajengwa kwa hela chafu, kwa fedha haramu. Sasa nyumba ya ibada iliyojengwa kwa fedha haramu, nyumba ya ibada iliyojengwa kwa fedha chafu za wizi, ni nyumba ya ibada ambayo haiwezi kawa na nguvu ya kumkanya huyo mwizi. Kwa sababu unahitaji, ili imani hiyo ijengwe, bado unahitaji nguvu ya huyo muovu ikusaidie kujenga imani yako. Sawa? Sasa kuna kitu nilikuwa nataka kukisema kwamba hakuna mtu wa hovyo katika jamii kama fisadi. Unajua, ukiona watoto wanakufa kwa sababu wamekosa dawa, ukiona wajawazito wanakufa kwa sababu wamekosa tiba, ukiona watu wanakufa kwa sababu ya umaskini, wanakosa kula, yatima wanazagaa mitaani, usidhani wanazagaa kwa bahati mbaya. Usidhani walipaswa kuzagaa. Unatakiwa kujua kwamba ni hao ni huyo fisadi ambaye unampa kiti cha mbele kanisani ndio amefuja, amedhulumu haki za hawa watu. Ndio maana unaona wanazagaa mtaani, unaona wanakufa maodini, unaona wanakufa kwa sababu ya kukosa huduma. Unaona watu ni maskini, unaona vijana wanakosa fursa, wanakosa kuajiriwa. Ni kwa sababu kuna mtu mmoja ameamua kujilimbikizia ile mali nyingine yote, ambacho kilitakiwa kitu kiende kiwasaidia watu, ila mtu kwa faida zake na ubinafsi wake anaamua kukibeba kwa matumizi yake mwenyewe, anakifuja. Sasa kwa mfano, chukulia tu mfano mzuri. Mtu aliyeiba labda bilioni mbili. Unajua bilioni mbili, mfano ukitumia labda ile force account, ukiachana na matumizi ya kandarasi, ukitumia ile force account ilivyoanzishwa mfano kipindi kile na Magufuli, ukitumia force account bilioni moja, una uwezo wa kujenga kwa wastani wa force account yenyewe nasema kituo cha afya unaweza kukijenga kwa milioni 400 mpaka milioni 800. Sawa? Kwa bilioni mbili kwa definition ya force account una uwezekano wa kujenga vituo vya afya 4. Vituo vya afya 4. Vituo vya afya 4 almost umesave karibia kata 4. Kwa maana yake umenusuru maisha ya wajawazito katika around kata 4. Kuna maisha ya watu zaidi ya watu 50,000 umeanusuru. Sawa? Lakini hii fedha inaliwa na mtu mmoja. Kwa hiyo huyu mtu anakula hii fedha, anaacha watu katika kata 4. Yaani natolea huo mfano sasa kwamba katika kata 4 watu hao wote wafe. Sasa chukulia eneo unaloishi wewe, kata zako wewe, alafu jumlisha kata 4, alafu mwanaume mmoja anakula hiyo fedha. Kwa maana yake wale wajawazito waacha wafe. Wale watoto wale wagonjwa wasio wanaohitaji matibabu acha wafe. Na huduma inakuwa complex. Kwa hiyo maana yake mtu ili apate ile huduma, urahisi wa huduma unakuwa mgumu kwa sababu huduma sasa haipo. Inabidi mtu alazimike kwenda kwenye taasisi binafsi kwa gharama kubwa. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna mtu mmoja tu, hiyo bilioni 2 labda kuna mtu mmoja tu kaamua kula ile fedha yote yeye peke yake. Lakini huyu mtu aliyesababisha vifo vya hao watu wote, aliyesababisha madhara makubwa katika jamii kiasi hicho. Achana huyu mwizi wa kuku aliyeiba kuku moja. Sawa? Ambaye kuna uwezekano wakataga huko wengine wakatotoa na nini, maisha mengine yakaendelea. Huyu bwana aliyeiba hii fedha yote, watu wakafa. Sawa? Ni huyu bwana anaweza akatumika kuelezewa shida za huyu mwizi wa kuku moja. Na huyu bwana akasimama kwenye mimbari akaamua kumhukumu huyu mwizi wa kuku moja kwamba achukuliwe hatua, tena naagiza polisi mkamate mara moja mtu huyu. Hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Lakini yeye hapo alipo mfukoni kaua watoto wa kata 4, kaua wajawazito wa kata 4.
Na ni huyu mtu utamkuta mahala fulani kanisani anaandikiwa barua ya harambee ya ununuzi wa mabati ya ujenzi wa kanisa fulani, watu wananyeshewa na anayo heshima katika jamii, anayo heshima katika kanisa. Sasa ukitafakari hivi vitu unakuja unagundua kuna wakati unaweza kusema au nisiende kanisani, niwe najitafuta mwenyewe na sali na kwa sababu kuna vitu ukivitafakari sana unaweza ukakufuru sana. Lakini unamaliza unasema kwamba kanisa sio mali ya mtu. Ninapokwenda pale siende kumwabudu mtu, nakwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini inakatisha tamaa hata kusikiliza wakati mwingine viongozi wetu wa imani, inakatisha tamaa hata kuelewa jamii yetu nataka nini. Sababu kama kweli jamii inachukia wizi, inachukia matendo maovu, basi kuna watu hata kwenye jamii tulitakiwa tunaitana jamii, tunaambizana bwana, ile nyumba ya kwa fulani msishikane nao mkono, msisalimiane nao. Kwa sababu baba yao yule ndiye aliyeiba zile fedha za halmashauri au fedha fulani za mradi fulani. Yule kwa hiyo ile familia itakiwa hata mtu kwenda kuazima maji pale. Kwa sababu kuna utamaduni fulani, sitaki kusema utamaduni wa wapi, lakini ukionekana tu hata umetenda dhambi, umekosea pale kwenye jamii, wanakutenga, wanakupiga faini, usipolipa ile faini wanakutenga. Kwa hiyo hawakupi zile huduma zao za kijamii, za kimila, zile hauzipati mpaka pale utakapolipa ile faini na utakapoomba msamaha. Sasa ni jamii hizo mafisadi na wao wapo mle wanaishi mle, ila hutowahi sikia wametengwa. Kwa unakuja unagundua kwamba sasa mtu anakuwa katika utamaduni huo, anakuwa katika tabia hizo, kuona kwamba kumbe rushwa, ufisadi ni jambo la kawaida sana katika jamii zetu. Kwa nini? Kwa sababu anaona jinsi jamii inavyolipokea au jamii inavyomheshimu ufisadi. Kwa sababu mtoto anaambiwa unaona hapa ujenzi wa shule hii, wewe unakaa chini hapa darasani. Ni kwa alafu baadaye akitoka mle amekaa chini darasani anaambiwa kuna mtu fulani ameiba labda milioni 200 za serikali. Alafu akiangalia mbona madawati sisi haukaa pale shuleni wote hata milioni 50 yanamalizi. Alafu yule mtu yule ambaye amesemekana ameiba, yule mtoto anamkuta kanisani anaheshimiwa. Sasa huyu mtoto baadaye ukija ukamwambia aache dhambi ya uzinzi, yaani tutumia tu akili ya kawaida kama mtumishi wa Mungu au kama mtu, yaani unawezaje ukamwelezea aache dhambi? Mfano labda ni mzinzi, umemfumania labda amelala na mbabu, amelala na mama aliyemzidi umri, anatembea na mabinti pale na vijana pale. Unawezaje ukamsaidia kumwambia ule uzinzi ni dhambi, na wakati kuna wadhambi wakubwa ameshuhudia wakitajwa kama wadhambi wakubwa pale kanisani wanapewa viti vya mbele? Yaani niambie tu katika saikolojia ya kawaida, unawezaje ukamjenga huyu mtoto akaelewa ile analofanya na yeye ni dhambi? Ikiwa tu hata kanisa ujenzi, upauaji wa kanisa na ununuaji wa kinanda au ununuzi wa pale wa suti ya mchungaji, mtu aliyeleta ile suti ya mchungaji ni familia ya yule fisadi, ndio ilileta ile suti na yale mabenchi waliokalia mle watu kanisani. Kwa hiyo lazima kama tumejifunza kuwatenga baadhi ya watu kama tunavyotenga mashoga, sababu asivi mfano ukichukulia kelele na upigwa zidi ya hawa mashoga, ni kweli ni jambo la ajabu mtu kuwa shoga, mwanaume kuamua kuwa kama mwanamke, ni jambo kidogo linatisha katika jamii. Sasa unajiuliza ile energy tunayoitumia kwa watu wa namna hiyo ndio energy ambayo tungelikuwa tunaitumia kwa wala rushwa, basi nafikiri tungelikuwa na Afrika bora sana, au tungelikuwa na nchi bora sana na jamii bora sana kuliko ilivyo kawaida, na tungelikuwa na ardhi ambayo hata malaika wangelikuwa wanatembea kwa miguu kwenye ardhi yetu. Kwa kama dhambi tungelikuwa tunaichukia kwa namna hiyo, kwa sababu athari za ushoga pengine kwenye jamii ni ndogo kuliko athari za fisadi kwenye jamii. Kama tunataka tuzungumze katika uhalisia, pengine athari za shoga katika jamii ni kubwa, ni ndogo kuliko athari za fisadi. Hatusemi kuwa ushoga hauna athari katika jamii. Hatusemi kwamba shoga tunamwalika katika jamii zetu. Miongoni mwa watu pia anachukia mashoga. Mimi nachukia sana mtu kuwa shoga. Nachukia. Sichukii yeye tu kuwa shoga kwa kumbagaza vile. Lakini natamani nisaidie jamii yangu siku moja, watoto wetu waone mtu kuwa shoga sio jambo jema. Kwa malezi, maadili na vitu vingine kama hivyo. Lakini natamani furaha yangu sasa, tamaa yangu ni nini au shauku yangu ni nini? Natamani jamii ile jinsi inavyomchukia shoga, inambagua kabisa, vizuri kabisa. Hiyo energy tuwe nayo. Tunapomsikia mtu ni fisadi, tumbague na tumtenge. Yaani tukishaambiwa kwamba CAG akisema pala akasema bwana, halmashauri fulani inaonekana kuna fedha fulani imeliwa. Yaani anatakiwa yule mkurugenzi wa ile halmashauri hata watu wasipokee salamu yake. Na wakimwona mtu amwambia wewe ni fisadi. Na pengine tungelikuwa na jamii nzuri na jamii bora sana. Kwa sababu athari za huyu fisadi ni kubwa, pengine kubwa. Na pengine athari za huyu fisadi ndizo zimetufikisha kwa mashoga hao.
Kwa sababu ya ufisadi tunakosa fedha, tunaazima fedha za watu, ndio zinakuja na ushoga huo huo. Sawa? Kwa pengine athari za ufisadi ndio zimetuletea na ushoga huo huo. Umaskini na vitu vingi, kwa sababu tunapozungumza ushoga unakuja na mambo mengi, malezi, umaskini, teknolojia hizi, utandawazi na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwenye umaskini kama na yenyewe ni sababu, kuna wale waliosababisha umaskini ambao miongoni mwao ni mafisadi. Kwa hiyo baba wa ushoga kwenye mataifa yetu, baba wa dhambi nyingi ni ufisadi. Nchi yoyote ambayo rushwa, ufisadi ni matendo ambayo yameendelea, maana lazima iwe maskini tu. Na ikishakuwa maskini, kuna mambo mengi, kuna dhambi nyingi za hovyo hovyo kati ya watu na watu lazima zitaendelea tu. Sasa hiyo ndio changamoto ya kwanza kama watu wa Mungu, tunapokuwa tunaamua tusibague dhambi na tusitengeneze uwepo wa dhambi kubwa na dhambi ndogo kwa sababu tu wewe inakugusaje au jamii yenu au mila yenu inazungumzwaje. Unapokuwa Mkristo, dhambi ni dhambi. Jinsi unavyomchukia shoga, ndivyo mchukie mzinzi, ndivyo mchukie mwasherati, ndivyo mchukie fisadi, ndivyo mchukie mla rushwa. Kwa jinsi unavyomchukia shoga, ndivyo mchukie trafiki anayeomba rushwa. Yaani mchukie vivyo hivyo. Kama kweli wewe una allergy na dhambi. Lakini ukifikia sehemu kaanza kubagua dhambi ya kuchukia, hii ukaipa ukubwa, hii ukaipa kuwa ndogo kidogo, basi hamna kitu na Ukristo wako. Hakuna kitu unafanya, kwa sababu hiyo sio kazi ya Kristo na sio kazi ya Mkristo. Kama dhambi basi na itwe dhambi. Kama ni kutengwa basi tutenge wa dhambi. Ikiwemo na wewe utengwe wakati mwingine, kwa sababu na wewe pia ni mzangu. Unaweza kuwa ni muongo, unaweza kuwa ni mnafiki, ni mchonganishi, ni mzinzi, unatembea na wake za watu na waume za watu, unatembea na wanawake wasiokuwa wake zako. Kwa na wewe utengwe hivyo hivyo. Kwa wakati unaomba wale wengine watengwe, na wewe pia mwambie Mungu kwamba Mwenyezi Mungu, na ikibidi na mimi jamii hii initenge. Ile furaha ya kutengwa ianzie kwako. Kama kweli wewe furaha yako ni wadhambi kutengwa, ile furaha ya kutengwa ianzie kwako. Kwa Mwenyezi Mungu, na ikinibidi mimi mzambi, mimi muongo sana, mimi mzinzi sana, mimi mbea sana, mimi natamaniki sana wanawake wasiokuwa wake zangu, basi yeye Mwenyezi Mungu nakuomba, Mungu mkuu, na mimi nitengwe. Walete watu wanitenge. Kama dhana ya kutenga na kuzodoa wa dhambi ndivyo inavyotakiwa kuwa njia ya kushughulika na dhambi, basi omba nawe kama Mkristo na mimi nitengwe hivyo. Wafungulie watu macho na jamii waone sirini mwangu humu, kwa sababu mimi ni fisadi, wanitenge. Sio unakuwa tu shabiki wa wengine kuhukumiwa na kuadhibiwa. Usiwe shabiki wa namna hiyo. Kwa sababu kama ni tunataka kushabikia hivyo, basi kwenye jamii zetu wapo watu wa kwanza tunaopaswa kuwabagua na kuwatenga kabla ya hao wadogo kabisa kuwafikia.